Mahakama Kuu ya Tanzania Kanda ya Dar es Salaam imeiamuru kampuni ya UDART kumlipa fidia ya shilingi milioni 88.8 msanii na mpishi maarufu Frank Zebaza aliyepata majeraha makubwa kufuatia ajali iliyohusisha basi la mwendo kasi. Uamuzi huo umeelezwa kuwa unatokana na athari za muda mrefu alizozipata mlalamikaji, ikiwemo maumivu makali, mateso ya kiafya na kuporomoka kwa uwezo wake wa kujipatia kipato baada ya kugongwa na basi hilo wakati ya majukumu yake ya kila siku. Katika hatua nyingine ya kuimarisha dhana ya uwajibikaji binafsi, mahakama pia imemhukumu dereva basi hilo Hafidhi Ali kulipa fidia ya adhabu ya shilingi milioni 10 baada ya kubainika kuwa alikuwa akiendesha chombo hicho kwa mwendo usiozingatia usalama wa barabarani, hali iliyopelekea kutokea kwa ajali hiyo. Hukumu hiyo imesomwa Disemba 19, 2025 na Judge Griffin Mwakipeje katika kesi ya madai namba 28992 ya mwaka 2024, ambapo Zebaza aliwafungulia mashtaka UDART, dereva wa basi husika, shirika la taifa la bima NIC, pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali, akidai fidia ya jumla ya shilingi milioni 600. Kwa mujibu wa maelezo ya mahakama, ushahidi uliowasilishwa umeonyesha kuwa mlalamikaji alipata majeraha makubwa yaliyomlazimu kufanyiwa upasuaji mzito na kuanza maisha mapya yenye utegemezi na uangalizi wa kiafya wa karibu, huku athari za kudumu zikiathiri mfumo wake wa fahamu na hisia. Akieleza msingi wa hukumu hiyo, Jaji Mwakipeje alieleza kuwa madhara hayo yalimlazimu Zebaza kubadili makazi kutoka Mbezi Makondeko kwenda Mikocheni, hatua iliyochukuliwa kwa kuzingatia usalama wake na mahitaji yake ya kitabibu. Mahakama imebaini pia kuwa kutokana na hali yake ya kiafya, mlalamikaji ameshindwa kuendelea na shughuli zake za awali za muziki na upishi, hali iliyoathiri moja kwa moja uwezo wake wa kiuchumi na hadhi ya maisha aliyokuwa akiishi kabla ya ajali. Uamuzi huo unaelezwa kuwa ni ujumbe mzito kwa waendeshaji wa vyombo vya usafiri wa umma juu ya wajibu wao wa kisheria na kimaadili katika kulinda usalama wa watumiaji wa barabara. Erastus Andrew, Open Online Media.